Polisi nchini Ethiopia wanamzuilia mshukiwa wa biashara haramu wa binadamu anayetuhumiwa kuhusika na vifo vya zaidi ya watu 100 na unyanyasaji wa kingono dhidi ya wanawake zaidi ya 50. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, idara ya polisi nchini Ethiopia inasema mshukiwa mkuu anayejulikana kama Yotbarek Dawit pia Kibron alikamatwa pamoja na wenzake 9 katika mji wa Shire kaskazini mwa Ethiopia. Anadaiwa kuwasafirisha zaidi ya watu 3,000 kwa njia zisizo halali. Kulingana na uchunguzi huo, kundi hilo limekuwa likiwateka vijana tangu 2018 kutoka Ethiopia, Sudan, Eritrea, Djibouti, Kenya na Somalia kuwasafirisha hadi Libya. Polisi ripoti kwamba wahalifu hao walikuwa wakiendesha vituo 5 vya kuwazuilia watu nchini Libya ambapo waathiriwa walishikiliwa mateka na kudhulumiwa vibaya. Kundi hilo linaaminika kujipatia zaidi ya dola milioni 19 kupitia vitendo hivi vya uhalifu. Inasemekana kuwa waathiriwa walilazimika kuwasiliana na familia zao kutuma pesa. Wale ambao hawakuweza kulipa fidia walipewa chakula mara moja tu kwa siku na kuteswa kwa kupigwa na nyaya za umeme, kufungwa minyororo mikononi na miguuni mwao na kuchomwa kwa kumiminiwa mwilini plastiki iliyoyeyushwa. Uchunguzi wa polisi ulithibitishwa kuwa na waathiriwa wengi waliopoteza maisha, wengine walijeruhiwa vibaya kimwili na wanawake walifanywa ukatili wa kijinsia uliosababisha madhara makubwa kimwili na kisaikolojia. Polisi pia walisema kwamba wamekusanya ushuhuda kutoka kwa waathiriwa zaidi ya 100 na familia zao wanaoishi Ethiopia, Libya, Uswizi, Uholanzi, Uingereza na Canada.